अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadhahullah taala bin Abdul Aziz anasema kwamba katika Ijumaa iliyopita mimi nilieleza kwa kumpitia halifa wa pili hali ya kijiji cha Qadian iliyokuwa wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, na hali ilikuwaje katika mazingira yaliyokuwa yanazunguka Qadian. Na wakati Sayyidina alayhi salam alipokuwa akienda kutembelea, mtu mmoja tu alikuwa akienda pamoja naye, na njiani ilikuwa miti ya pori. Na sasa namna gani Qadian inapata maendeleo? Na maendeleo haya hayafanani na maendeleo ya miji mingine, bali Mwenyezi Mungu alimbashiria Sayyidina alayhi salatu wasallam kwamba maendeleo haya yatapatikana katika Qadian. Nyumba zinazojengwa karibu na barabara kubwa, lazima miji ile inapata maendeleo, lakini katika Qadian kulikuwa hakuna hata barabara. Hata katika hali hii Mwenyezi Mungu alitoa bishara ya maendeleo ya Qadian, kisha baadaye maendeleo yalipatikana. Na siku hizi watu wanakuja kwa mbali sana kwa ajili ya kuzuru Qadian na kuona Qadian. Na ile eneo ambayo inamiliki jumuiya inamiliki, katika eneo lile nyumba zilizojengwa kwa sababu ya upana wake na kwa sababu ya uzuri wake, viongozi wa serikali pia wanaomba kwamba waruhusiwe kutumia eneo lile, ili mradi kwa kueleza maendeleo haya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza sehemu nyingine pia kwamba maendeleo haya yalikuwaje. Sayyidina Hazrat Muslim Maud anasema kwamba angalieni, Mwenyezi Mungu katika dhati ya Sayyidina alayhi salatu wasallam alionyesha nishani kubwa sana. Nyinyi hamkuwahi kupata zama ile, lakini sisi tuliona ile zama na tulishuhudia zama zile. Na nyinyi hamko mbali, mnaweza kuwaza katika mawazo yenu hali ya Qadian na muone hali ya msikiti wa Mubarak pia. Na mnaona kwamba katika msikiti wa Mubarak kuna nguzo moja kutoka magharibi mpaka mashariki, na sehemu ya zamani ya misikiti ni msikiti wa zamani
uliopo wakati wa sinam al islam, na safu mbili au tatu ilikuwa ikipatikana wakati wa swala, na ukuta tatu ilikuwa ikipatikana ndani ya msikiti. Ukuta moja ilikuwa katikati ya madirisha, ambapo katika sehemu ile imamu alikuwa akisimama. Kisha katika sehemu ambapo kuna nguzo, ukuta mwingine ulikuwa pale na mlango moja ulikuwa pale. Katika sehemu ile safu mbili tu ilikuwa ikiweza kuwekwa, na watu kama 5 au 7 walikuwa kiweza kusimama hapa. Na zamani ilikuwa safu moja tu au mbili tu ilikuwa ikipatikana ya wasaliaji. Halifa wa pili anasema kwamba idadi ya wasaliaji ilipoongezeka na watu walipoanza kusimama katika sehemu ya tatu ya msikiti, sisi tulishangaa sana. Kama wasaliaji 15 16 walipokuja, tulianza kusema kwamba watu wengi wameanza kuja msikitini kwa ajili ya swala. Hazur anasema kwamba halifa wa pili anasema kwamba labda hamkuweza kuona ile sehemu, na nyinyi muende pale na muone. Halifa mtukufu anasema kwamba wenyeji wa pale pia wanatakiwa wafanye juhudi ya kwenda pale na kuangalia ile sehemu, na hasusan wale wanaenda kwa ajili ya jalsa salana, wao pia waende katika msikiti wa Mubarak na wasimame katika sehemu ile ya zamani, kisha wafikirie hali iliyokuwa. Kwa sababu ya hii imani yao itaboreka. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba ilikuwa desturi ya maswahaba kwamba maswahaba wa zamani walikuwa wakionyesha kwa vitendo vyao kwamba zamani hali ilikuwaje. Nyinyi pia mnatakiwa muende pale na musimame ndani ya misikiti na muwaze ukuta za misikiti katika mawazo yenu, kisha mufikirie hali iliyokuwa wakati ule, kisha mufikirie kuhusu ile sehemu ya tatu ya misikiti ambapo watu walipokuja tulishangaa kwamba hali ilikuwaje, na sasa muone maendeleo yamepatikana kiasi gani na hali imebadilika kiasi gani. Kisha halifa wa pili kwa kueleza mabadiliko yale yaliyopatikana anasema, nakumbuka vizuri kwamba jamaa pia walibadilika. Mwanzoni walikuwa wapinzani, lakini baadaye walijiunga na jumuiya. Halifa wa pili anasema kwamba nakumbuka kwamba sisi tulikuwa na nyumba ya dongo. Tulipokuwa watoto, wakati wa kucheza tulikuwa tukipanda juu ya pala chumba kile, na kwa ajili ya panda pala msikiti tulikuwa tukitumia ngazi iliyokuwa katika nyumba ya Mirza Sultan Ahmad. Katika siku zile shangazi yetu moja ambaye baadaye alijiunga na jumuiya, kwa kuniona mimi alikuwa akisema kwamba je aka oji koko. Mimi kwa sababu mama yangu alikuwa katika bara la Hindi, na kwa sababu ya hii pia kwamba katika toto mimi nilikuwa sina elimu sana, sikuweza kuelewa maana ya maneno haya ya Kipunjabi. Nikamuuliza mama yangu kama maana yake ni nini. Mama akasema kwamba maana yake ni hii kwamba kama ni kunguru, watoto wake pia ni sawa na kunguru, na kunguru mradi wake ni baba yako na watoto mradi wake ni nyinyi. Muslimu anasema kwamba kisha nilishuhudia zama ile pia kwamba yule shangazi yetu aliyokuwa akisema maneno haya, nilipokuwa nikimwendea alikuwa akiniheshimu sana, na alikuwa akikalisha godoro kwa ajili yangu, na alikuwa akiongea namu kwa heshima sana. Nilipokuwa nikimwambia kwamba wewe umedhoofika kwa sababu ya maradhi yako na usifanye kazi sana, yeye alikuwa akisema kwamba wewe ni kiongozi wangu. Mimi nilishuhudia wakati ile pia nilipokuwa koko, yani mtoto wa kunguru, na niliona wakati ule pia nilipokuwa kiongozi. Kwa kuona matukio haya yote unaweza kuona kwamba wakati Mungu anapotaka kubadilisha dunia namna gani anabadilisha dunia. Angalieni
hawa watu na mupate faida kutoka kwa kupitia matukio haya, na mulete mabadiliko ndani yenu, yale mabadiliko ambayo yatawafanyeni kuwa wapenzi wa Mwenyezi Mungu, wapendwa wa Mwenyezi Mungu. Halifa mtukufu anasema kama nilivyosema kwamba matukio haya, kama nilisema kwamba yanaleta maburudisho na imara katika imani yetu, na vile vile inatakiwa matukio haya yatulete karibu na Mwenyezi Mungu. Matukio haya yatufundishe kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu upo pamoja na Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sisi pia tutapata sehemu katika msaada huu, na wasihi wanajumuiya wa Qadian ambao wanaishi kule, wao wazingatie sana jambo hili. Khalifa mtukufu anasema wengi wetu wanajua, na mara kwa mara inaelezwa pia jambo hili kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alisema kwamba Qadian itapata maendeleo. Katika hutuba kadhaa zilizopita nilieleza matukio kadhaa, na ilibashiriwa kwamba Qadian itapanuka mpaka mto wa Beas, na alisema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam hayo kwa kupitia ruya yake moja. na umeona hali ya wasaliaji iliyoelezwa na Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, na ile inaonyesha kwamba msikiti ulikuwa sawa na chumba kadogo, kisha kupanuka kwa msikiti na kuongezeka kwa wasaliaji, kisha kutoa bishara ya kupanuka kwa Qadian ni nishani ya ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Ingawa Qadian bado haijapanuka sawa na bishara, lakini tunapoona nishani zingine zinatimia, kwa kuona tunaweza kuwa na imani kwamba nishani hii pia itatimia siku za usoni inshallah. Hazur anasema kama niliyosema kwamba Qadiani ya siku hizi imebadilika sana na Qadiani iliyopo wakati wa Sayyidina alayhi salam. Ilmuradi Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu bishara hii ya Sayyidina alayhi salam kwamba Qadian itapanuka mpaka mto wa Beas, kwa kueleza maana yake mbalimbali amewakumbusha wanajumuiya kuhusu majukumu yao, na haya si majukumu ya wenyeji wa Qadian tu, bali ni majukumu ya wanajumuiya wote. Kuhusiana na bishara hii ya Muslim Maud ametukumbusha kuhusu kusali swala kwa jamaa, lakini ni ajabu kwamba kupanuka kwa mji inahusika vipi na kusali swala. Lakini huu ni uzuri wa Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba kwa kueleza jambo moja anaeleza zaidi kuhusu maana yake. Kwa kueleza tukio hili la kupanuka kwa mji wa Qadian mpaka mtu wa Beas, Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba Sayyidina alayhi salam aliota kwamba Qadian itapanuka mpaka mto wa Beas. Mimi naona kwa kupitia ruya hii, naona kwamba idadi ya wenyeji wa Qadian itakuwa kama 1,000,000 au 1,12,000. Kama idadi ya wenyeji wa Qadiani 1,000,000 au 12,000, maana yake ni kwamba watu takriban 4,000,000 au 5,000 watakuja kusali swala. Kwa hiyo mimi naona kwamba msikiti huu utapanuka sana, hata tutalazimika kupanua kiasi hiki kwamba watu 4,000,000 waweze kusali katika msikiti huu. Huzur anasema kwamba kuja watu 4,000,000 katika msikiti mmoja si rahisi. Msikiti wa Aqsa ulipanuliwa, hata tukibomoa nyumba zinazopatikana
karibu na msikiti wa Aqsa na tukipanua msikiti. Hata katika hali hii pia watu lakini hawawezi kusali swala ndani ya msikiti ule. Kadiri ya uwezo msikiti ulipanuliwa, na nyumba zilizokuwa wakati wa Sayyidina alayhi salam zililindwa kwa sababu zile ni nishani ya kweli ya Sayyidina alayhi salam. Kwa hiyo ilikuwa si rahisi kwamba nyumba zote zibomolewe. Hata kama tunabomoa nyumba zote, kama niliyosema kwamba hata katika hali watu 300,000 ni hawezi kusali katika msikiti ule, lakini hii inawezekana kwamba pamoja na kuongezeka idadi ya wenyeji wa Qadian, msikiti mingine ujengwe pale ambapo 300,000-400,000 waweze kusali ndani ya msikiti ule. Lakini wakati Muslimu alipoeleza, mbele yake ulikuwa msikiti wa Aqsa tu. Kisha anasema halifa wa pili kuhusu msikiti ule wa Aqsa kwamba tutalazimika kupanua msikiti huu kwamba watu 400,000 waweze kusali swala ndani yake. Kwa ajili yake tunaweza kupanua upande zote 4. Anasema sasa hivi mahali ambapo nimesimama ni nje ya ile sehemu iliyokuwa wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na msikiti ule uliokuwa wakati wa Sayyidina alayhi salam itakuwa 10% ya msikiti huu unapatikana siku hizi. Hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba misikiti ya watu inakuwa bila wasaliaji, lakini sisi tunapopanua misikiti inakuwa ndogo, hata wasaliaji hawapati nafasi ya kusali ndani ya misikiti. Kisha Muslim Maud alieleza tukio lile nililolieleza katika hutuba ingine kwamba Hazrat Muslim Maud anasema kwamba nilifanya kitendo ambacho kilitendeka kwa sababu ya kosa langu, lakini mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu alinisalimisha katika kosa langu. Anasema Muslimu kwamba umri wangu ulikuwa kama miaka 15-16. Nilikuwa naelekea msikitini kwa ajili ya kusali swala ya Ijumaa. Nilipokuwa njiani nilimkuta mtu na yeye akasema kwamba msikiti umejaa, hakuna nafasi ya kusali swala. Kwa kupata taarifa hii kutoka kwake, mimi nikarudi nyumbani na nikaswali swala nyumbani kwangu. Anasema Muslimu kwamba mimi sikufanya utafiti aliponiambia yule mtu kwamba je msikiti umejaa au la, au je kuna nafasi ya kusimama au kukaa katika msikiti. Anasema kwamba hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba katika utoto wangu nilikuwa nikiswali swala bila kukosa, na mimi sikuacha swala hata moja katika maisha yangu. Hadha Muslimu alikuwa haniulizi kuhusu swala kwamba je umeswali swala au la. Nakumbuka vizuri kwamba nilipokuwa katika umri wa miaka 11, siku moja niliswali swala ya dhuha au ishraq. Kwa kutawadha nilivaa koti ya Sayyidina alayhi salatu wasalam na nikalia sana mbele ya Mwenyezi Mungu, na nikaahidi kwamba mimi sitaacha swala kamwe katika maisha yangu. Na hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba baada ya ahadi hii mimi sikuacha swala hata moja katika maisha yangu. Lakini kwa sababu wakati ule nilikuwa mtoto, na kwa sababu ya kuwa mtoto baadhi wakati mtoto anakosa swala kwa jamaa, kwa hiyo wakati fulani mtu mmoja alileta malalamiko kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba umsihi mtoto wako kwamba aswali swala kwa jamaa bila kukosa. Mir Muhammad Ishaq Sahab ni mdogo kuliko mimi miaka 2, na tulikuwa tukicheza pamoja tulipokuwa watoto. Na babu yetu Mir Nasan Nawab Saheb tabia yake ilikuwa kidogo kali, kwa hiyo yeye alikuwa akimkashirikia Mir Ishaq Saheb na alikuwa akimlazimisha kwamba aswali swala, na Sayyidina alayhi salam alikuwa anajua kwamba anafanya hivi. Wakati mtu alipoleta mashitaka mbele ya Sayyidina alayhi salam kuhusu mimi, Sayyidina alayhi salatu wasalam akasema kwamba mtoto mmoja anaswali swala ya Mir Nasan Nawab Saheb.
yani yule mtoto anaswali sala ya baba yake, na mimi sitaki kwamba mtoto mwingine aswali swala yangu. Mimi nataka kwamba yeye aswali swala ya Mwenyezi Mungu. kwa hiyo sayyidina alayhi salatu wassalam hakunikumbusha kuhusu sala, bali mimi mwenyewe nilikuwa nikiswali swala zote. Hazur anasema kwamba watoto wasichukue maana yake hii kwamba wazazi wasiwakumbushe watoto wao kuhusu swala, au wazazi wasichukue maana hii kwamba kuwakumbusha watoto kuhusu swala si jukumu lao. kuhusu Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa na dhana nzuri, na alikuwa na mjua kwamba atakuwa msadikishaji wa bishara ya mwana aliyeahidiwa, na vile vile alikuwa anajua kwamba huyu anaswali swala kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa hiyo Mungu ataendelea kumrekebisha. kisha Hazrat Muslim Maud mwenyewe alipofanya kitendo hiki kwamba katika umri wa 11 alifanya maombi sana kwa ajili ya swala, ni shahidi ya kitu hiki kwamba yeye alikuwa akizingatia sana swala. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba siku ile Mwenyezi Mungu labda alitaka kwamba aondoe uvivu wangu, kwamba ikiwa kama uvivu upo kidogo katika kusali swala Mungu aondoe. kwa hiyo mimi niliporudi nyumbani siku ile ambapo sikusali Ijumaa, sayyidina alayhi salam akaniita, nikaenda. sayyidina alayhi salam akaniuliza kwamba kwa nini hukuenda kusali Ijumaa? Nikasema nilienda, lakini nikajua kwamba msikiti umejaa, hakuna nafasi ya kusali swala msikitini. Nikamwambia sayyidina alayhi salatu wasalam hivi, lakini ilikuwa na huzuni sana moyoni mwangu kwamba kwa nini mimi nilimtegemea yule mtu, na kwa kumtegemea yule mtu nilirudi nyumbani. Sijui alisema kweli au la. Ikiwa alisema kweli ni sawa, lakini kama amesema uongo, na mimi kwa sababu ya kumtegemea yeye nimemwambia sayyidina alayhi salam kwamba hakuna nafasi msikitini, kwa hiyo sayyidina alayhi salam atanikasirikia kwa nini nimesema uongo. kwa hiyo nilikuwa na wasiwasi sana moyoni mwangu na huzuni sana kwamba sayyidina alayhi salam atanikasirikia. wakati ule Maulvi Abdul Karim Saheb pia alirudi baada ya kusali swala kwa ajili ya kumuona sayyidina alayhi salatu wasalam, kwa sababu siku ile sayyidina alayhi salam alikuwa na maradhi ya figo yake ilikuwa inaumwa, na mimi nilikuwa pale karibu. mara Maulvi Abdul Karim Saheb alipokuja, sayyidina alayhi salam akamuuliza kwamba je, watu walikuja wengi sana msikitini na kulikuwa hakuna nafasi msikitini kwa ajili ya kuswali swala? Kwa kusikia swali hili la sayyidina alayhi salatu wasalam nikaogopa sana. huenda yule mtu aliyeniambia alisema kweli au la, niliogopa, lakini Mwenyezi Mungu alilinda heshima yangu. Maulvi Abdul Karim Saheb alikuwa na tabia sana ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. sayyidina alayhi salam alipomuuliza, yeye akasema kwamba Hazur, ilikuwa ihsani ya Mwenyezi Mungu sana, msikiti ulikuwa umejaa tele na kulikuwa hakuna nafasi ya kukaa hata msikitini. Aliposema hivi nikaona kwamba yule mwanajumuiya aliyeniambia alisema kweli. Hazur anasema hii ndiyo ni njia ya maendeleo yetu, kwamba sisi tunapanua misikiti inajaa na misikiti inaimarika, na misikiti tukiendelea kuimarisha misikiti yetu nyinyi pia mtaimarika, na wakati nyinyi mtaacha misikiti Mungu pia atawaacheni. Basi maendeleo ya Qadian na maendeleo ya jumuiya si kwa sababu ya idadi tu au katika idadi tu, bali maendeleo haya yanategemea ikiwa tutaimarisha nyumba za Mwenyezi Mungu. Kila mwanajumuiya awe mwenyeji wa Qadian ambaye anataka kuona maendeleo Qadian, yule ambaye anaishi Rabwa anataka kuona maendeleo ya Rabwa, au mwanajumuiya yoyote ambaye anataka kuwa sehemu ya maendeleo ya jumuiya na anataka kushuhudia maendeleo ya jumuiya, basi pamoja na maendeleo za nyumba na miji,
wanalazimika kuimarisha misikiti pia, kwa sababu maendeleo haya yanapatikana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, na fadhila za Mwenyezi Mungu inapatikana kwa kutimiza haki ya nyumba zake. Basi siku hizi ikiwa tunazungumza kuhusu ujenzi wa misikiti, tunatakiwa baada ya kujenga misikiti uwe mdogo, yani wasaliaji wapatikane wengi, na tunatakiwa tujenge uhusiano madhubuti na Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu asituache, na sisi tushuhudie kila bishara ya Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa macho yetu. Kisha Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kupitia bishara hii alieleza zaidi kuhusu hali ya Qadian, yani hali ilikuwaje wakati ule. Anasema kwamba mimi naeleza bishara ile iliyopo kuhusu maendeleo ya Qadian, kwamba Sayyidina alayhi salam aliambiwa kwamba kijiji cha Qadian kwa kupata maendeleo itapanuka sana, yatakuwa sawa na mji wa Calcutta na Bombay. Hata idadi ya wenyeji itafika mpaka 910,000. Hazrat Muslim Maud alisema hayo sawa na hali ya wakati ule, na alisema kwamba itapanuka kaskazini na kusini, hata itafika mpaka karibu na mto wa Beas ambayo iko maili 9 kutoka Qadian. Wakati bishara hii ilipotolewa, hali ya Qadian ilikuwa ya hii kwamba idadi ya wenyeji ilikuwa 2,000 tu, na nyumba zilikuwa za udongo, na kodi ya nyumba ilikuwa ndogo kiasi hiki kwamba katika sumni 4 au 5 nyumba ilikuwa ikipatikana. Bei ya ardhi ilikuwa nafuu kiasi hiki kwamba katika rupia 10-12 uwanja ulikuwa ukipatikana kwa ajili ya kujenga nyumba, na hali ya soko ilikuwa ya hii kwamba unga ulikuwa haupatikani. Watu walikuwa wakisaga ngano wenyewe badala ya kuweka au kununua kutoka madukani. Kwa ajili ya taalim ilikuwa madrasa moja tu, na ilikuwa mpaka shule ya msingi, na mwalimu alikuwa akifanya kazi ya posta pia pamoja na kuwafundisha watoto, na barua ilikuwa ikija mara moja kwa wiki, na kulikuwa hakuna sababu yoyote ya kutimia bishara hii, na treni pia ilikuwa mbali maili 11 kutoka Qadian, na barabara ya Qadian ilikuwa ya udongo. Na miji inayopata maendeleo ni miji ile ambapo reli inapita, barabara inapita au kiwanda kinapatikana. Na kule Qadian kuliko hakuna kiwanda wala kuliko hakuna ofisi ya serikali, labda kwa sababu hii Qadian itapata maendeleo, na kuliko hakuna nidhamu ya wilaya au mkoa, kuliko hakuna hata soko katika Qadian, labda kwa sababu ya hii mji utapata maendeleo. Wakati bishara hii ilipotolewa, wakati ule wafuasi wa Sayyidina alayhi salam walikuwa kama 300-400. Labda mtu anaweza kufikiria kwamba kwa ajili ya kutimiza bishara hii watu waletwe kutoka nje ili bishara hii itimiwe, lakini hali ile ilikuwa haipatikani kwa sababu wafuasi walikuwa kama 300-400. Zura anasema tukiona hali ya Qadian siku hizi, ingawa bado haijapanuka mpaka mto wa Beas, lakini maendeleo yanaendelea kupatikana. Hata kwa kuona maendeleo ya Qadian siku hizi, mtu ataona kwamba hii ni nishani ya Mwenyezi Mungu. Sharti ni kwamba mtu awe na akili na awe mwadilifu pia. Basi kama nilivyosema kwamba mambo haya yote yanaongeza imani ya mwanajumuiya, lakini wasikuwa na jumuiya wao pia wanavutika upande huu, na wale wanakwenda kwa ajili ya kufanya utafiti kule wao pia wanakubali. Mtu mmoja alienda kutoka hapa kwa ajili ya kufanya utafiti, na yeye ni professor,
yeye alienda kule kwa ajili ya kufanya research juu ya jumuiya na vile vile kuona kwamba jumuiya inayosema ni nini. Alienda Qadian. Baada ya kurudi aliandika maoni yake. Kwa kusoma maoni yake mtu anashangaa kwamba namna gani wasiokuwa wanajumuiya wao pia wanashuhudia na wanaandika maoni yao. Makala yake itachapwa na mtaweza kusoma. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu aliona nadhara na manzari ya maendeleo ya Qadian. Si lazima kwamba alionyesha manzari nzima ya maendeleo ya Qadian, lakini hii ni lazima kwamba maendeleo hayatapatikana chini ya ile, lakini kama maendeleo yanapatikana zaidi haitakuwa kinyume na bishara, bali itakuwa itaongeza heshima ya bishara. Yote aliyoona Sinam al-Islam si mradi wake kwamba zaidi ya hii Qadian haitapanuka. Inawezekana kwamba Qadian ipanuke kiasi hiki kwamba mto wa Qadian uwe mto mdogo unayotiririka katikati ya Qadian. Katika Qadian mahali ambapo ghorofa za jumuiya zinajengwa, nyumba kwa ajili ya wafanyakazi wa jumuiya pia zinajengwa, na vile vile nyumba zingine pia zinajengwa. Vile vile Mwenyezi Mungu amewajalia wenyeji wa Qadian na amewapatia uwezo kwamba wao wajenge nyumba kubwa kubwa, na wao wanajenga. Vile vile wanajumuiya ambao wana uwezo wao wanajenga nyumba kubwa kule katika Qadian. Kisha wanajumuiya wanaishi katika nchi mbalimbali za dunia, wao pia wanajenga nyumba kule. Lakini kitu ambacho ni muhimu ambacho kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie kwamba siri ya maendeleo ya hayo yote ni katika kuimarisha nyumba za Mwenyezi Mungu na kujenga uhusiano naye. Mahali ambapo mtu anamwacha Mwenyezi Mungu, Mungu pia anamwacha. Na si hii kuhusu Qadian tu, bali maendeleo ya jumuiya pia yanahusika na hii kwamba muendelee kujaza misikiti yenu mpaka misikiti iwe mdogo na mutegemee msaada wa Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tukumbuke daima dawamu kwamba si maendeleo ya Qadian tu, bali Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba jumuiya itapata maendeleo katika nyanja zote. Wakati tunaposhuhudia nishani moja imetimia, bila shaka katika hali hii tunakuwa na imani kwamba nishani nyingine pia itatimia. Baadhi wakati katika hali fulani watu wanakosa utulivu na wanakuwa na wasiwasi, na wao kwa kukadiri wenyewe wanasema kwamba kazi hii itafanyika wakati fulani sawa na bishara fulani. Baadhi kwa sababu ikuona hali ya dhiki wanakata tamaa na wanakuwa na wasiwasi. Kutoka Pakistan nimepata taarifa leo kwamba serikali ya Punjab sawa na maoni yake imepiga marufuku kuhusu vitabu vya makunda mbalimbali kwa ajili ya kuondoa fitina, lakini ndani yake wameingiza vitabu vya jumuiya. Kwa mfano kuna gazeti la Al-Fazl na kuna Ruhani Khazain, vitabu vya Sinam al-Islam. Vitabu hivi pia vimepigwa na serikali kwa sababu serikali inakubali yoyote mashehe wanaosema wao hawasomi wenyewe vitabu, kwamba namna gani Sayyidina alayhi salatu wassalam ameeleza mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam na amelinda dini tukufu ya Islam. Na vitabu hivi vinaongoza watu katika njia iliyonyoka. Ilimradi iwe hali ya aina yoyote, hatutaki hivi tukate tamaa au tuwe na wasiwasi kuhusu Sayyidina alayhi salatu wassalam. Mwenyezi Mungu anasema mara kwa mara kwamba inni ma'al afwake atika baktatan.
yani msaada wa Mwenyezi Mungu utakuja mara moja. Hadha Muslemaud anasema kuhusu hii kwamba nyinyi hamwezi kukadiri leo kwamba msaada ule utakuja lini. Nyinyi hamwezi kukadiri kwamba kesho kwamba msaada huu utakuja lini. Mtaamka kwa ajili ya sala ya tahajjud na mtafikiria kwamba bado kuna hatua ndefu. Mtakuwa mnasali sala ya asubuhi na mtaona kwamba kuna shida chungu mzima, lakini mara jua litakapotoka nje mtaona msaada Mwenyezi Mungu utawafikieni na maadui wenu watakuwa na usumbufu na shida tu. Basi muimarishe imani yenu na mujenge uhusiano na Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kuimarisha imani yenu muendelee kufanya maombi pia. Lazima jua litatoka, hakuna shaka ndani yake inshallah taala, na lazima msaada wa Mwenyezi Mungu lazima utakuja. Hazur anasema sasa kuna mambo mbalimbali nataka kueleza. Katika klasi ya wakfeno binti moja aliniuliza swali moja kwamba kuna kosa gani ikiwa maua yanawekwa juu ya kaburi. Hazur anasema nilimjibu yule binti lakini kwamba hii ni jambo la ufidhuli, hatutakiwi tufanye hivi. Hazur anasema kwamba katika Kadhian pia watu walikuwa wakifanya vitendo vya aina hii, kwamba baadhi wakati walikuwa wakifanya, hata baadaye pia walikuwa wakifanya. Ndiyo maana kaburi la Sayyidina al-Islam imezungushwa na grill ya chuma ili watu wasiwe na bidhaa za aina hii. Hali hii ilipopatikana, Muslima radhiyallahu ta'ala anhu alisema kwamba mimi nimeambiwa kwamba watu wengine kwa baraka wanachukua udongo katika kaburi la Sayyidina alayhi salatu wasalam, na watu wengine wanaweka maua juu ya kaburi la Sayyidina alayhi salatu wasalam. Mambo haya yote ni ya ufidhuli, faida haipatikani bali imani inapotea. Niambieni, kwa kuweka maua juu ya kaburi maiti atapata faida gani? Kwa sababu roho zao hazipo katika kaburi lile bali inakuwa katika kaburi lingine. Ndio, hakuna shaka kwamba roho inakuwa na uhusiano fulani na kaburi hili la kidhahiri. Hazur anasema inatakiwa swali hili lielewe vizuri kwamba maiti hata roho yake inakuwa mahali popote, lakini roho inakuwa na uhusiano ya aina fulani katika kaburi la dunia. Kama wakati moja, safari moja, Sayyidina al-Islam alienda kwa ajili ya kufanya maombi juu ya kaburi la mzee moja. Sayyidina al-Islam alisema kwamba nilipokuwa nafanya maombi mwenye kaburi alitoka nje kutoka katika kaburi lake na alikaa mbele yangu. Hazur anasema si mradi wake hii kwamba roho ya mzee yule ilikuwa ndani ya kaburi lile, lakini kwa sababu ya maombi ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, aliposimama juu ya kaburi la yule mzee, Mwenyezi Mungu alimruhusu yule mzee kwamba atoke katika kaburi lake lingine na aje mbele, kwa sababu kaburi ambapo roho inawekwa ni kaburi ingine, si kaburi hii. Kama Mwenyezi Mungu anasema summa amatahu fakbarahu, roho inakuwa na uhusiano ya fulani na kaburi la kidhahiri. Ndiyo maana tumeambiwa kama tufanye maombi. Pengine kuweka maua juu ya kaburi haileti maana yoyote wala faida yoyote. Sayyidina alayhi salatu wasalam alifanya maombi sana kwa ajili ya yule mzee. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu alimleta kutoka katika kaburi lake na akakaa mbele ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Wakati Sayyidina alayhi salam alipouliza wenyeji wa pale kwamba huyu mzee alikuwaje, yani maumbile yake yalikuwaje, na maumbile yake yalikuwa sawa na maumbile aliona Sayyidina alayhi salatu wasalam wakati alipofanya maombi na yule mzee alikaa mbele yake. Ilimradi maua hayaleti faida yoyote kwa ajili ya roho. Ndiyo, maombi yanaleta faida na tunatakiwa tufanye maombi. Duniani tunaona kwamba watu wanazikwa
na wanakuwa dongo baada ya muda fulani. kwa hiyo maua yataleta faida gani kwa ajili ya maiti yule ambaye amekuwa udongo? roho zinaenda kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupata thawabu au adhabu. kwa ajili ya kumpatia thawabu tunatakiwa tufanye maombi ili Mwenyezi Mungu azirehemu roho. haitakiwi kitendo cha ushirikana kifanywe. alhamdulillah wanajumuia hawafanyi, lakini watu kadhaa wanaweka maua juu ya makaburi. hatutakiwi wanajumuia wafanye hivi. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza tukio lingine pia kuhusiana na kitabu cha Sayyidina Alayhi salatu wasallam kiitwacho hekima ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam. wakati kile kitabu kilichoandikwa, tukio hili linaonyesha hali ya watu ambao wanakuwa na imani dhaifu, na wao wanakuwa na imani dhaifu ndiyo mwisho wao unakuwa mbaya. Halifa wa pili anasema katika mwaka 1997 wakati mkutano uliofanyika Lahore, Sayyidina Malasama pia aliambiwa kwamba aandike makala. Khaja Kamaluddin Sahab alileta ujumbe kwamba Sayyidina Malasama aandike makala, na Sayyidina Malasama wakati alikuwa na maradhi ya kuhara, lakini katika hali hii aliandika makala. wakati Sayyidina Malasama alipompatia Khaja Sahib makala ile, yeye akasema kwamba makala hii si nzuri na labda makala huu hautaheshimiwa, labda watu watacheka wakakusikia makala hii. lakini Sayyidina alayhi salatu wassalam alipata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba makala hii itapata ushindi. kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam kuhusu ufunuo huyo aliandika tangazo na aliona ni vizuri sambazwe katika Lahore, na Sayyidina Malasama aliandika tangazo na alipatia Khaja Sahib kwamba ibandikwe katika ukuta za mji. na lakini Khaja Sahib kwa sababu aliamua kwamba makala ile si nzuri, kwa hiyo hakuchapa mwenyewe tangazo wala hakuwaruhusu wengine wachape tangazo. hatimaye watu walipomlazimisha Khaja Sahib kwamba lazima atangaze tangazo Sayyidina Alayhi salatu wassalam, kwa hiyo yeye akachapa tangazo kadhaa na akabandika juu sana ya ukuta ili watu wasiweze kusoma na aweze kumwambia Sayyidina Alayhi kwamba amri yake imetimizwa. kwa sababu sawa na mawazo ya Khaja Sahib, ile madhumuni ambayo kwayo Mwenyezi Mungu alisema kwamba itapata ushindi ilikuwa si nzuri kiasi kwamba isomwe mbele ya wataalamu. hatimaye siku ile ilipofika ambapo makala iliposomwa, wakati makala ilipoanza kusomwa, dakika kadhaa ilipita kama iliyoandikwa katika historia, kama watu walianza kusikia makini kiasi kwamba kama wamefanywa uchawi. na kwa muda mrefu watu waliendelea kusikiliza, hata muda uliongezwa na watu walisisitiza, na kwa sababu ya hii siku moja iliongezwa. kwa hiyo makala yote ya Sayyidina al-Islam ilisomwa. wote wawe wa marafiki au wapinzani walisema kwamba makala ya Sayyidina al-Islam ilikuwa juu ya makala zote. hivyo ndivyo bishara ya Mwenyezi Mungu ilitimia. lakini kwa sababu ya udhaifu wa imani, Khaja Sahib hakuweza kutambua bishara hii. sasa tunasoma matukio haya yanaleta athari sana, lakini hali mnaweza kukadiri hali ilikuwaje wakati bishara hii ilipotolewa kabla ya kusoma makala ile. Huzuri anasema Khaja Sahib alikuwa msomi sana, alikuwa wakili, lakini mtu anapokuwa na kibri na mtu anaona kwamba ana akili zaidi dhidi ya kauli ya Mwenyezi Mungu, amri ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii mpazia inapatikana juu ya akili ya mtu kiasi hiki kwamba mtu anakosa akili. madhumuni hii ni ya aina hii kwamba hata tunapowapatia wasomi siku hizi
wao wanaathirika sana kwa kusoma madhumuni hii ya sayyidina alayhi salam. Wapo wengi ambao ninapowauliza namna gani walijiunga na jumuiya, wananiambia kwamba sisi tumejiunga na jumuiya kwa kusoma kitabu kiitwacho hekima ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Lakini Khadasa waliona kwamba hii inaweza kuwa dhihaka kwa watu. Lakini angalieni kibri, kwamba upande mmoja alidai kwamba amefanya bayat ya sayyidina alayhi salam, lakini upande mwingine hakukubali amri yake. Lakini kitendo cha Mwenyezi Mungu kilimfedhehesha Khaja Saheb. Kisha kwa kukumbusha kuhusu hii kwamba wanajumuiya wanatakiwa na ghaira ya dini kiasi hiki, ameeleza tukio moja Muslim Maud kwamba taarifa ilipatikana kwamba watu walienda katika hafla fulani ambapo watu walikuwa wanatukana wazee wa jumuiya. Hadhi Muslim Maud anasema kwamba mahali ambapo watu wanatukana hatutakiwi tuende pale, lakini wanajumuiya kadhaa wanaenda pale. Kwenda kwao kule inaonyesha kwamba wao hawana ghaira ya dini. Pengine mtu anaweza kuwa na hamu kwamba sehemu fulani baba yangu anatukanwa, niende pale na nisikie. Au mtu anapewa taarifa kwamba sehemu fulani mama yako anatukanwa sehemu fulani, na yeye mara moja anaenda pale kwamba aone namna gani watu wanamtukana mama yake. Ikiwa nyinyi mnakuwa na ghaira ya dini, hamwezi kuwa tayari kusikia matukano dhidi ya kiongozi wenu. Kwenda kwenu kule inaonyesha kwamba nyinyi hamna ghaira ya dini. Na kumbuka wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, mabaniani walifanya jalsa katika Lahore na walimuomba Sayyidina alayhi salam kwamba aandike makala ili isome pale. Sayyidina alayhi salatu wasalam akasema kwamba sisi tunajua tabia ya hawa mabaniani, lazima hawa watatukana, kwa hiyo sisi hatuwezi kushiriki mikutano wao. Lakini Dr. Mirza Yaqub Beg Saheb na wazee wengine wa Lahore walipobembelezwa na mabaniani, wakasema kwamba sasa mabaniani wamebadilika, kwa hiyo Sayyidina alayhi salam lazima uandike makala na watu watafaidika sana kwa kupitia makala yako. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kujilazimisha alikubali maoni yao na akaandika makala, na alimtuma halifa wa kwanza ili asome makala ile. Halifa wa pili anasema mimi na marafiki wengine tulienda pamoja na halifa wa kwanza kule. Makala ya Sayyidina alayhi salam ilisomwa na makala yake ilikuwa nzuri sana. Baadaye mabaniani walisoma makala na walimtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana, na walileta shutuma sana dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sawa na Wakristo. Halifa wa pili anasema kwamba mpaka leo mimi nasikitika kwa sababu ya kitendo changu kile. Wakati baniani moja alipoanza kumtukana Sayyidina alayhi salam, nilitaka kuondoka, lakini mtu alikuwa amekaa karibu name akaniambia kwamba Maulid Nuruddin Sahib na wazee wengine wamekaa hapa, ikiwa ingekuwa lazima kuondoka wao pia wangeondoka. Nikasema kwamba mimi sijui wao maoni yao ni nini, lakini mimi siwezi kukaa hapa. Lakini akasema kwamba njia zote zimefungwa na watu wamesimama milangoni, wewe ukitoka hapa itakuwa kelele na ufisadi utapatikana, kwa hiyo uendelee kukaa hapa. Nikamkubali na nikaendelea kukaa pale. Lakini mpaka leo mimi nasikitika kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu alitia moyoni mwangu kama nisikae pale, kwa nini mimi sikuondoka? Sayyidina alayhi salatu wasalam alipopata taarifa ya mkutano ule kwamba katika mkutano ule Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametukanwa, Sayyidina alayhi salam alikasirika sana, na alimkasirikia sana halifa wa kwanza pia kwamba kwa nini hamkuondoka badala ya kukaa pale, hamkupaswa kukaa pale hata kidogo. Na Sayyidina alayhi salam alikasirika sana. Anasema kwamba Maulid Muhammad Hassan Sahab alikuwa hakuenda mkutanoni. Nakumbuka kwamba yeye alikuwa anasidikisha yote alikuwa anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, na pamoja na hii alikuwa anaendelea kusema hii kwamba kosa limetendeka. Muslimu anasema kwamba neno hili la zuhul, yani kosa limetendeka, nilisikia mara kwanza kutoka kwake.
alikuwa anasema mara chungu mzima kiasi hiki kwamba tulikuwa tunacheka. Na vile vile pamoja na hii alikuwa anaendelea kusema kwamba kosa limetendeka. Ilmuradi baada ya muda mfupi Sayyidina alayhi salam aliwasamehe wote walioshiriki mkutano ule. Anasema kwa ajili yetu uamuzi wa Sayyidina alayhi salatu wasalam upo, basi inatakiwa tuwe waangalifu sana kuhusu hii. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba hakuna ubaya ikiwa sisi tunachapa baadaye matukano haya katika kitabu, kwa sababu matukano hayo pia ni dalili ya ukweli wa jumuiya. Lakini kukaa katika hafla ambapo matukano haya yanasema hairuhusiwi, ikiwa tunaenda kule na tunakaa pamoja na wale watu ni sawa sawa na kuwaheshimu. Na anasema Muslimu kwamba yoyote wanayosema wapinzani wetu tunalazimika kuandika, kwa sababu hii ni sehemu ya historia. Lakini kwa kukaa katika hafla za aina hii haileti faida kwa ajili ya kizazi cha kisasa na cha kibaadaye. Watu wanaoenda kule wanafedhehesha jumuiya, na wasihi wanajumuiya kwamba wajiepushe na hafla za aina hii. Hazur anasema kwamba wakubwa wetu na vijana wetu wanatakiwa wakumbuke nasaha hii, na hawatakiwi waendelee kukaa na hafla za aina hizi. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuamua uamuzi mzuri na kufuata njia iliyonyoka. Katika hutuba ya Ijumaa iliyopita, katika hutuba ile nilieleza tukio moja la Sayyidina alayhi salatu wasalam la kuhoa. Mtu mmoja aliniandikia kwamba mimi nimesoma kwamba katika tukio lile hakuna habari ya ndizi bali ni ya tufaa. Lakini Huzuri anasema kwamba habari ya matunda yote yanapatikana, yani ya ndizi na ya tufaa. Yani kwanza alikula ndizi, baadaye alianza kula tufaa aliyoleta Khalifa Rashiduddin Sahib. Lakini tufaa ilikuwa chungu kiasi hiki kwamba kwa sababu ya kula hata mtu mwenye afya anaweza kupata maradhi ya kuhoa. Lakini Sayyidina alayhi salam alisema kwa kufanya tabasamu kwamba Mwenyezi Mungu ameniambia kwamba maradhi imeondoka. Hazuri anasema imradi nilipotaka kueleza ni hii kwamba Mwenyezi Mungu alisema kwamba kwa sababu ya maombi maradhi imeondoka. Hii mimi naeleza kwa sababu hii kwamba nimepokea barua moja, labda wengine pia baada ya kusoma wataniandikia barua. Nilikuwa ninayo tukio hili lakini sikusoma, lakini habari ya ndizi na tufaa inapatikana katika tukio lile. Leo baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza ghaibu ya Darwesh Haji Manzur Ahmad Saheb ambaye tarehe mosi wa Mai katika umri wa miaka 89 amefariki katika Kadiani, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alizaliwa katika Changaria zila Sialkot 1929. Baba yake na mama yake walikuwa masahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Baada ya shule ya msingi alianza kutengeneza furniture pamoja na ndugu zake. 1947 wakati wanajumuiya walipoambiwa kwamba waende Kadian kwa ajili ya kulinda Kadian, yeye alitembea zaidi ya maili 25 na alifika Lahore. Alimjia halifa wa pili katika September au Oktoba 1947 alifika Kadian, akawa darwesh. Kwa shujaa sana alitoa huduma zake. Manzoni wakati kwa sababu ya mvua nyumba zilipobomoka, yeye alikuwa akisaidia katika ujenzi na katika ukarabati wa nyumba, na wakati wote alipopewa huduma au kazi kutoka kwa jumuiya alifanya kazi ile kwa makini sana na kwa furaha sana. Alijenga ukuta wa Baishti Makbara, na vile vile katika kujenga uhusiano kati ya wanajumuiya na wengine alijenga uhusiano mzuri sana. Alikuwa
ujuzi wa kujenga nyumba na kutengeneza fanicha. Alikuwa mahiri wa kufanya kazi. Katika Minaratul Masih aliweka marble, na kwa ajili ya kupandisha juu marble alitengeneza ngazi, na alitengeneza mashini ya kienyeji. Kwa kutumia mashini ile marble ilipelekwa juu, na ile kazi ilikuwa ngumu sana, lakini Mwenyezi Mungu alimwezesha na alifanya kazi hii. vile vile katika Srinagar, Kashmir na katika mission mbalimbali za jumuiya alifanya kazi ya ujenzi kwa miaka na miaka. Wakati wa mkutano wa mwaka alikuwa akiweka mahema. Alikuwa akipenda sana jumuiya, na katika matumizi madogo alikuwa akifanya kazi. 1992 alifanya haj. Mpaka mwisho wa uhai wake alikuwa akishiriki katika mkutano za jumuiya. Harusi yake pia ilifanyika katika hali ya kimuujiza, na mke wake pia alikaa naye kwa subira sana. Ana watoto wa kiume 6 na mabinti 2. Wote wameoa na mabinti wameolewa na wana watoto. Watoto wake 2 katika ujana wao walifariki, lakini alionyesha subira sana. Mke wake amefariki. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na awajalie watoto wake wafuate nyayo zake. Kama nilivyosema, baada ya swala nitaswalisha jeneza yake ghaibu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله